Habari, angalia hapa. Hii ni njia nyingine tofauti ya kuangalia au kurekebisha cherehani inayovunja sindano. Nenda sehemu ya vifaa vya kuweka bobi, viondoe vyote kama unavyoona. Kisha endesha gurudumu lako la cherehani, alafu uchunguze sindano yako inapokuwa inashuka chini. Je, inapita karibu sana na kile chuma ambacho kinazunguka nusu duara? Je, inapita karibu sana? Na sio karibu tu. Je, inakigusa kile chuma? Kama inakigusa kile chuma, basi kuna changamoto. Kama haikigusi hicho chuma, basi hakuna shida nyingine. Utakachokifanya, utachukua kile kinusumwezi kingine ambacho huwa ni kifaa cha kuweka hapo, cha kuwekea bobi, na chenyewe utakiweka hapo, utakipachika kama kawaida. Mara baada ya kukipachika, utaangalia, je, sindano yangu inapokuja, utazungusha tena gurudumu ili uone, je, inagusa chuma chochote huku chini? Hiki chuma ulichokiweka sasa hivi, je, kinaguswa na sindano au hakiguswi? Kama kinaguswa na sindano, basi kuna shida, ambayo nakwambia kwa nini huwa vinagusa sindano huku upande wa chini kwenye vyuma hivyo ambavyo ni sehemu ya kuweka bobi. Mara baada ya kuona kama havigusi chuma, cherehani yako inakuwa haina shida. Shida yake inakuwa ni huku juu tu, kama vile nilivyokuelekeza katika ile video ya awali. Utafanya setting hapo. Kwa ukishafanya setting hapo, unaweza ukamaliza tatizo lako na kusiwe na shida yoyote. Lakini pia cherehani hizi kuna zile ambazo cherehani inavunja sindano kwa sababu ya kule ndani sindano inaposhuka chini inagusana na vyuma vile. Ikishagusana navyo, basi unakuta hakuna namna, cherehani inavunja sindano. Kama shona kitambaa kigumu, unakuta cherehani inavunja sindano kwa sababu sindano ikipinda kidogo tayari, badala ya kuingia kwenye tundu lake vizuri, inagonga kwenye vile vyuma vya chini. Kwa hivyo changamoto hii huwa inatokana na setting ya hapa juu. Kuna cherehani ambazo zimekaa muda mrefu, hapo kuna uchafu. Hiki chuma hapa, sehemu kinapokaa kukiwa na uchafu mwingi, kinaweza kikashindwa kukaa vizuri, wala na tundu lake likakaa vibaya. Kwa inapelekea sindano inavunjika inapokuwa inaelekea kwenye tundu lake hapo chini. Lakini pia changamoto nyingine huwa ni kwenye mtalimbo. Huu mtalimbo, ikiwa sindano haijafungwa vizuri, au huu mtalimbo unakuwa haujanyoka vizuri kwenda chini, hiyo ni moja ya changamoto ambayo hupelekea cherehani nyingi sana kuvunja sindano. Kwa hiyo ufanyeje kwenye changamoto kama hiyo? Unachotakiwa ukifanya ni kununua msumari mpya na kupachika. Lakini kama si msumari mpya, kwa sababu siku hizi hata vitu vipya navyo huwa vina changamoto, kama sio msumari mpya, basi utaunyoosha huo msumari ambao upo hapo. Kwa siku nyingine tutajifunza namna ya kunyosha msumari wa cherehani ambao unapelekea sindano za cherehani kuvunjika mara kwa mara. Endelea kufuatilia.